Irani na Israel zimeendelea kubadilishana mashambulizi makubwa ya kijeshi, hali inayozidi kuongeza hatari ya kutokea kwa vita kamili katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku mvutano huo ukichukua sura mpya na hatari zaidi inahusisha pia miundombinu muhimu ya nishati na usalama wa kikanda. Iran ilianzisha mashambulizi mapya ya makombora usiku wa Alhamisi, Machi 19 mwaka 2026, yakilenga maeneo mbalimbali ndani ya Israel. Ving'ora vya tahadhari vilisikika katika jiji la Jerusalem, ukingo wa Maghrib pamoja na kaskazini mwa Israel, huku wakazi wakilazimika kukimbilia mafichoni na vituo vya kujikinga. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel ilifanikiwa kuyazuia baadhi ya makombora hayo angani. Ripoti zinaonyesha kuwa vipande vya makombora vilianguka katika baadhi ya maeneo, hali iliyosababisha taharuki miongoni mwa wananchi. Hata hivyo, shirika la huduma za dharura la Israel limethibitisha kuwa hakuna majeruhi wala vifo vilivyoripotiwa hadi sasa. Kwa mujibu wa huduma za zimamoto na uokoaji za Israel, vikosi vya zimamoto na uokoaji vilitumwa haraka katika maeneo yote yaliyodhaniwa kuathirika, vikifanya ukaguzi wa kina ili kubaini uharibifu wowote na kuzuia hatari zaidi, ikiwemo moto au milipuko inayoweza kusababishwa na mabaki ya makombora. Katika hatua ya kulipiza kisasi, jeshi la ulinzi la Israel lilitangaza kuanzisha mashambulizi makubwa ya anga ndani ya Irani, likisema limelenga zaidi ya miundombinu 130 ya kijeshi pamoja na kiusalama inayohusishwa na utawala wa Irani. Malengo hayo yalijumuisha vituo vya makombora ya masafa marefu, maghala ya silaha, maeneo ya kurusha ndege zisizo na rubani pamoja na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi hilo, mashambulizi hayo yalifanyika katika maeneo ya Maghrib na kati ya Irani, yakilenga kudhoofisha uwezo wa Irani kuendelea kushambulia Israel. Jeshi la anga la Israel limesema linaendelea na operesheni hizo kwa lengo la kupunguza mashambulizi yanayoelekezwa dhidi ya nchi hiyo na kuimarisha udhibiti wake wa anga. Kwa upana zaidi, mzozo huu umeingia katika hatua hatari zaidi baada ya pande zote mbili kuanza kulenga miundombinu ya nishati. Israel ilishambulia maeneo yanayohusiana na uzalishaji wa gesi ndani ya Irani, hatua iliyochochea Irani kujibu kwa kulenga vituo vya mafuta na gesi katika maeneo mbalimbali, ikiwemo ndani ya Israel na katika baadhi ya nchi za Ghuba. Hatua hii imeibua hofu kubwa ya kuathiriwa kwa usambazaji wa nishati duniani, hasa kutokana na umuhimu wa eneo hilo katika uzalishaji na usafirishaji wa mafuta na gesi. Wataalamu wanaonya kuwa endapo mashambulizi yataendelea kulenga sekta ya nishati, bei za mafuta zinaweza kupanda kwa kasi na kuathiri uchumi wa dunia. Aidha, kuna wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa njia muhimu za usafirishaji wa mafuta, hasa katika eneo la Ghuba ambapo meli za mafuta hupita kwa wingi. Hali hii inaendelea kuzua hofu ya kuenea kwa vita kamili katika kanda nzima ya Mashariki ya Kati, ambapo nchi nyingine zinaweza kujikuta zikivutwa katika mzozo huu na hivyo kuongeza hatari ya mgogoro mkubwa wa kimataifa.